Bwana Yesu asifiwe sana. Ninamtukuza Mungu aliye hai kwa kuwa yeye ni mwema. Tunaamini tuko ndani ya uwepo wa Mungu sasa. Tuko tayari kwa ajili ya kujifunza na kupata kile ambacho Mungu amekusudia tukipata leo. Napenda niukaribisha popote ulipo, uwe ndani ya Tanzania, nje ya Tanzania, katika kujifunza maneno matakatifu ya Mungu na kwa ajili ya kutujenga na kutusaidia kufika mahali ambapo Mungu anataka tufike. Basi bila kupoteza muda, tuna ujumbe ambao Roho Mtakatifu alitupa unaosema ya kwamba usiwe na moyo wa kisasi. Leo tutaendelea kutazama matokeo ya kutokuwa na moyo wa kisasi. Kwa hiyo tutasonga mbele kidogo. Kabla tujaendelea, nitakusomea andiko moja kutoka katika kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 26 kuanzia mstari wa 7 mpaka wa 12. Alafu tutaluka, tutaenda mstari wa 25. Tutaangalia matokeo ya kutokuwa na moyo wa kisasi. Neno la Mungu linasema hivi: basi Daudi na Abishai wakawaendea watu usiku, na tazama, Sauli alikuwapo kati ya magari amelala usingizi, na fumo lake limechomekwa chini karibu na kichwa chake. Naye Abneri na watu wake wamelala wakimzunguka. Ndipo Abishai akamwambia Daudi, Mungu amemtia adui yako mikononi mwako leo. Basi niache nimpige kwa hilo fumo, hata nchi kwa pigo moja sitampiga mara ya pili. Lakini Daudi akamwambia Abishai, usimwangamize, kwani ni nani awezaye kunyosha mkono wake juu ya Masihi wa Bwana naye akawa hana hatia? Daudi akasema, aishivyo Bwana, Bwana atampiga, au siku yake kufa itampata. Atashuka kwenda vitani na kupotea. Hasha, nisiunyoshe mkono wangu juu ya Masihi wa Bwana. Lakini sasa tafadhali twaa hili fumo lililo kichwani pake, na hili gudulia la maji, nasi twende zetu. Basi Daudi akalitwaa lile fumo na lile gudulia la maji kichwani pa Sauli, nao wakaenda zao. Wala hapana mtu aliyeliona jambo hili, wala kulijua, wala kuamka, maana wote walikuwa wamelala, kwa kuwa usingizi mzito kutoka kwa Bwana umewaangukia. Noti hizo pointi za msingi. Alafu kiluka ukienda mstari wa 25, neno la Mungu linasema hivi: ndipo Sauli akamwambia Daudi, ubarikiwe Daudi mwanangu, utatenda mambo makuu, tena hakika yako utashinda. Basi Daudi akaenda zake, Sauli naye akarudi kwao. Bwana Yesu asiwe sana. Unaweza kaangalia hizi habari zinazomhusu mtu mmoja anaitwa Sauli pamoja na mtu mmoja anaitwa Daudi. Katika habari ninaweza nikakupa introduction kidogo, lakini naamini wewe habari hii sio ngeni. Tunakumbuka ya kwamba Sauli alikuwa kiongozi wa Israeli ambaye Samueli alimpaka mafuta, lakini ilifika mahali katika mwongozo au katika ufalme aliokuwa nao, ikafika mahali akajiona ya kwamba anaweza kufanya mambo makubwa nje na maelekezo ya Samueli au nje na maelekezo ya Mungu mwenyewe, kwa sababu Samueli alikuwa ni sauti ya Mungu kwa Sauli. Alikuwa anampa maelekezo. Ilifika mahali akamwambia, nenda Amaleki ukaangamize kila kitu, usiache hata kitu kimoja. Lakini yeye alipofika kule, akaangamiza vilivyo vinyonge, akaacha mifugo iliyonona. Samueli anamuuliza, ni nini hiki Sauli? Mbona ninasikia kelele za kondoo, nasikia kelele za mifugo? Sauli akaanza kujitetea, akajiona ya kwamba ni mjuaji, amemzidi kiwango cha kiroho Samueli baba yake wa kiroho. Anamwambia, naliona ya kwamba Mungu anapenda vilivyo vizuri,
Sasa nikaamua hivi vilivyo nono nivichukue ili tuje tumtolee sadaka. Samueli anamwambia, ni nani aliyekwambia? Neno la Mungu linasema kwamba kutii ni bora kuliko dhabihu. Lakini Sauli akao bado ana shingo ngumu. Kwa kiwa ana shingo ngumu, Biblia inasema kwamba Bwana alimkataa Sauli. Samueli akajitahidi kumbembeleza Mungu, kumomba Mungu. Lakini Mungu anamwambia Samueli, sikiliza nikwambie, utanililia mpaka lini juu ya Sauli ambaye nimemkataa? Lakini nifupisha habari, nitoke huko. Bwana kampa maelekezo Samueli kwenda kumtia mafuta mtoto wa Yese ambaye anaitwa Daudi. Alienda kumtia mafuta Daudi yule. Lakini katika kumtia mafuta, Sauli hakukubaliana hilo jambo. Akaanza kutengeneza njia ya kuweza kumwangamiza Daudi. Akafanya mikakati, akajaribu kuweka kikao pamoja na Daudi ili waje wakae wale karamu pamoja. Lakini lengo na nia kumbe ilikuwa ni kumuua Daudi. Yanasema kwamba katika ukaa alirusha mshale, Daudi akaepa ukamkosa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kuanzia hapo ikawa ni mtafutano kati ya mfalme na Daudi. Wakati huo Daudi bado hajawa mfalme. Lakini Mungu alikuwa pamoja na Daudi. Na Mungu alitaka Daudi asipambane kimwili. Biblia inaniambia kwamba katika kwenda huko na huko, akiwa anatafutwa Daudi, ikafika mahali Sauli amechoka. Amechoka akajilaza. Yaani huyu Sauli alipigwa usingizi na Mungu mwenyewe. Sasa swali la kujiuliza, inakuwaje Mungu anapiga usingizi kwa Sauli, alafu Bwana anampeleka Daudi akamuone jinsi alivyolala? Bwana Yesu asiwe sana. Alikuwa anaujaribu moyo wa Daudi jinsi gani utakavyoamua katika lile jambo. Wafanyakazi wake wasema sasa, mheshimiwa, mbona tayari nyama ilishaingia kwenye mtego? Lete kisu, tena kisu, nyama yenyewe ina kisu kabisa. Yaani haihitaji hata kuhangaika tuanze kutafuta kisu iko wapi tuchinje. Kisu kipo pale pale. Anasema acha nichukue ili fumo nimpige nalo pigo moja tu takatifu ambalo sitarudia tena mara ya pili, ambaye hata amka tena maana yake. Bwana Yesu asiwe sana. Lakini Daudi akashtuka, akaona huu ni mtego. Na wakati huo Daudi bado Sauli anamuita ni masihi wa Bwana. Daudi anamwambia mfanyakazi, nawezaje kulipa kisa? Nawezaje kunyosha mkono wangu kumwangamizi masihi wa Bwana? Hilo jambo haliwezekani. Na anauliza, tangu lini mtu atakayemuua masihi wa Bwana asiwe na hatia? Lakini cha ajabu na shangaa, Biblia inasema Bwana ndiye aliyempiga usingizi. Maana yake Sauli hakutaka kusinzia, ila Mungu mwenyewe kampiga usingizi ili kupima moyo wa Daudi pamoja na kutafutwa kote. Je, atakuwa na moyo wa kisasi? Lakini ukiendelea kusoma habari hii utaenda kuona mbele, utaona ya kwamba imefika mahali tena Sauli ameingia mikononi kwenye anga kwenye 18 za nani? Za Daudi. Daudi alichokifanya alikata tu vazi lake alafu akamwacha. Alafu akaja akamonyesha, ona. Utasoma hii misali kuanzia 12-13 ukiendelea utaona. Akamonyesha na kumwambia kwamba ningekuwa na kusudi la kukuangamiza na ningekuwa nimeshakuwa zamani. Maana yake nini? Ni mtu ambaye alikuwa hana moyo wa kisasi ndani yake, na wala alikuwa hana mpango wa kulipa kisasi. Sasa baada ya kusema hayo, introduction hiyo ambayo ndio tunaingia sasa katika matokeo ya kutokulipa kisasi au ya kutokuwa na moyo wa kisasi. Jambo la kwanza, Mungu atakupa maarifa ya kukuweka mbali na mitego ya visasi. Ndani yako ukiwa na moyo usiotaka kisasi, Bwana atakuwa pamoja na wewe, kukupa maarifa, kukupa maelekezo ya namna ya kukwepa visasi. Unajua mtu mwingine anaweza akalipa kisasi kwa kutokujua. Lakini nikija kwa Daudi hapa, Daudi hakuweza au hakuwa na moyo wa kisasi ndani yake. Hakuwa na moyo wa kisasi ndani yake.
na Mungu alimpa maarifa ya namna kukwepa visasi. Aliweza kukutana na adui yake mara nyingi, ambapo alikuwa na uwezo asilimia kubwa ya kumwangamiza na kufuta historia yake kabisa, lakini Mungu aliweza kumwepusha. Kwa hiyo matokeo au tokeo mojawapo la kutokuwa na moyo wa kisasi, utapata maarifa ya kiungu ambayo atakusaidia kuepuka mitego yote ya visasi. Unajua, Iblisi, shetani, anaweza akawa analeta mitego ya kulipa kisasi katika maisha yako.